بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. أما بعد, baada ya kumshukuru Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inshallah tuendelea madarasa haya na tulizungumzia namna ya kutawadha na tukazungumzia namna ya kuoga kwa ufupi. Na tukazungumzia mambo yanayoharibu udhu. Tulizungumzia namna kitabu kinavyotoka. Yaani ukisema kinavyotoka sijafahamu maanisha nini? Tulieleza siku ya kwanza. Tulieleza kidogo. Kimetungwa na Ahmad bin Zain al-Habashi. Ahmad bin Zain al-Habashi. Fikiri hapo kwa nini imeandikwa. Na huyu ni mwanachuoni wa pale Hadramaut. Sio? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hapa pia hajaandika. Hebu hii. Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habashi. Sana, yani katika wanazuoni wa Yemen, wanazuoni wa Hadramaut, wameishi takriban, yani haijapita miaka 300 iliyopita. Ameishi. Huyu ni mwanafunzi wa moja katika maimamu wakubwa akiitwa Imam al-Haddadi. Imam al-Haddadi takriban katika miaka 1200 alikuwa bado yuko hai. Miaka 1200 bado alikuwa yuko hai. Sisi sasa tuko 1446. 1446. Naam. Ya Imam al-Haddad 1200 takriban alikuwa bado yuko hai. Naam. Sawa? Tuendelee ama tarjama yake inshallah siku nyingine nafikiri, lakini siku ya kwanza tulihusia kidogo tu, lakini kihakika. Asema wayushtaratu li sihhati salati. Sasa Sheikh hapa atazungumzia masharti. Sasa ashenge kwenye swala. Kama tunavyojua, kama nilivyowaambia, kitabu hiki ni kidogo, ni cha watoto asili yake. Shaona, ni mtu mwanzo akitaka kusoma, usoma kitabu kama hiki. Ndio maana kuna mambo kama tayamum hakutaja. Mambo ya kuoga kuna mambo mingi hakufanya nini? Hakuyagusia. Kuna mambo ya najasati hakuyagusia. Vinasoma katika vitabu vingine. Inshallah Mungu akitupa uhai na uzima tutaangalia, tukiafikia tutavisoma. Lakini asli katika hiki kitabu ni yani kwa uchache ni kumpa mtu kwanza yale ya wajibu, kisha pia kumpa ile raghba ya kuwa atake kusoma zaidi. Naam. Sasa sema wayushtaratu li sihhati salati. Na ni sharti ya kusihi swala. Jambo la kwanza kuambia ma'rifatu dukhulil waqti. Haya, moja asome. Nimeghafilika. Mmoja some wakati. Soma wewe bwana, kijana خلاص. Mdogo خلاص. Haya. ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غير ظن أو غلبة ظن فإن صلى مع الشك لم تصح الصلاة. akwambia sharti wayushtaratu li sihhati salati, na kuna masharti ya kusihi nini swala. Wayushtaratu li sihhati salati, na inashurutishwa kusihi swala ma'rifatu dukhuli alwaqti biyaqinin, ni kujua kuingia kwa wakati. Kwa nini? Kwa yaqini. Lazima uwe na yaqini, kwa hakika. Sawa? Kisha sema au ijtihadin, ama kwa ijtihadi, fanya ijtihadi. Tutaeleza namna ya kufanya ijtihadi. Au ghalabati dhann, au imeghilibu dhanni yako, yani uwezekano mkubwa kwa wakati ushafanya nini, shaingia, haina neno. Acha nimalize. Naam. Nitarudi mimi nieleze. Sasa kwanza mimi nafasiri tu kwa Kiswahili. Kisha nitakuja kueleza. Au ghalabati dhanni,
ama ile dhana ya mtu, fikra ya mtu ifanye nini, inasema uwezekano mkubwa kuwa wakati ushafanya nini, ushaingia. Hiyo ndo ghalabatu dhann. Fa in salla, akwambia fa in salla ma'a shaki, basi ikiwa mtu ataswali kwa shaka, pamoja kwa yeye ana shaka, lam tasihha salatuhu, swala yake haifanyi nini, haiswihi. Sasa turudi katika kusherehesha. Asema Sheikh, katika masharti ya kusihi swala ni mtu awe na yaqini kuwa wakati umeingia. Angalia, swala ina wakati. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala imekuwa juu ya waumini ni wakati uliokutwa kutwa. Sasa ile sema uliokutwa kutwa, yani uliofungwa fungwa. Mawquta yani wakati uliofanya nini? Uliofungwa fungwa. Mtu hafai kuja kwa akili yake bwana mimi nitaswali dhuhuri saa 3 asubuhi, hakuna. Swala haiswihi. Sawa Sasa kwa sababu ina wakati, lazima tujue ule wakati. Ndio wasema shekhe, sharti la kwanza ni uwe na yaqini kuwa wakati umefanya nini? Umeingia. Tuko pamoja? Ama si lazima yaqini, waweza kufanya ijtihadi. Ijtihadi ni nini? Ama mfano ijtihadi ni nini? Inaweza kana mtu hana saa, hasikii mwadhini, labda hiyo siku hakuna stima, wameambiwa siku nzima hakuna stima. Kwa hivyo hatosikia adhana. Sasa atajuaje wakati umeingia na hana simu, hana saa? Tutamwambia fanya ijtihadi. Wewe kawaida una kazi yako. Wewe labda mtu ni mshonaji nguo. Tuambie kawaida yako ukishona nguo ngapi ndio wakati wa adhuhuri wewe ushafanya nini? Ushaingia. Bwana kawaida mimi nikishona kama kanzu 3 hivi na nusu, wakati wa adhuhuri wewe ushafanya nini? Ushaingia, nasikia adhana, kisha baada ya kama dakika kidogo naenda na swali. Tuambia khalas. Hiyo ndio namna utafanya ijtihadi. Mtu mwingine atakwambia angalia, mimi baina ya magharibi na ishai, isha swali maghrib kawaida, isha swali maghrib stima ikapotea. Stima ilipopotea nitajuaje ishai imeingia? Tutakwambia. Waweza kufanya ijtihadi. Vipi ufanye ijtihadi? Mtu anaweza kusema, mimi kawaida bwana nikisoma juzuu 4. Nikisoma juzuu 4 baada ya swala ya magharibi huwa nasikia adhana ya nini? Kumaanisha wakati wa ishai ushafanya nini? Ushafika. Basi ile aweza kufanya ijtihadi namna ile. Ijtihadi yani kukadiria. Kukadiria. Huna uhakika lakini wewe watumia vitu ambavyo vitakuonyesha kuwa time wakati huu ushafanya nini? Tuko pamoja. Ama ijtihadi pia inaweza kuwa tumesema kwa kusoma, ama kwa kazi, au kwa namna yote. Unajua sisi tumepiga mfano, mtu asijifunge kwa hii mifano tuliotaja. Tumetumia kusoma na tumetumia kushona. Inaweza kuwa mtu yeye labda ana ada nyingine au ana kazi nyingine, si kushona. Kama sisi kule kwetu tunachunga kule kwa wewe. Kama tunachunga tunaangaliaje ile kivuli kingine? Sasa ile si ijtihadi ile. Ukiangalia kivuli, ikiwa kwa mfano ni alasiri, ukiangalia kivuli, ile inakuwa ni yaqini sasa. Shaona kabisa hiyo. Hiyo tutazungumzia hapo. Na bwana nazungumzia ni yani kifikra yani. Hiyo kuangalia kivuli ikiwa ni adhuhuri, ile inakuwa ni yaqini. Kama unaangalia saa. Ile ni zaidi ya saa. Ile ni yaqini. Kwa sababu gani? Hivi sasa wewe wajuaje kuwa alasiri ingia saa ngapi? Hatujui. Tumesoma kwenye kalenda labda. Ile ni ijtihadi ile. Ile iko katika ijtihadi ama iko kuwa umeambiwa na mtu ambaye ni mwadilifu. Mtu ambaye anaaminika akakwambia wakati wa alasiri unaingia saa 10 kasorobo. Kisha kila siku wewe una simu yako uangalia saa. Ikifika saa 10 kasorobo alasiri imefanya nini? Imeingia ama saa 10 ama saa 10 baada ya dakika 5. Lakini ile kivuli, ile kivuli una hakika sasa. Bora usome ujue kivuli kikifika wapi ndo alasiri imeingia, kivuli kikiwa vipi ndo alasiri imeingia wa hakadha. Sawa. Lakini alfajiri utaangalia kivuli. Adhuhuri uweza kuangalia kivuli, uweza usiangalie kivuli. Magharibi uweza kuangalia kivuli na isha uweza kuangalia kivuli. Kwa hivyo kivuli cha kusaidia katika alasiri na labda adhuhuri tu. Lakini magharibi uangalie jua lenyewe, pale utakuwa una yaqini. Isha uangalie mawingu, pale utakuwa na yaqini. Alfajiri alfajiri ndo wakati mgumu zaidi. Alfajiri ndo wakati mgumu zaidi. Naam. Sawa tumeelewa? Sasa sema lazima ujue wakati. Ima kwa yaqini ni hivyo, umeangalia kivuli ama umeangalia jua. Au ghalabatu dhann. Au ijtihad, ama umefanya nini? Ama umekadiria. Ama umefanya nini? Umekadiria. Ama ghalabatu dhann. Imeghilibu katika dhana yako. Kuwa sahihi alasiri shaingia. Kwa nini?
naona watu wote washatoka kazini. Kawaida watu watoka kazini isipokuwa baada ya saa 10. Mimi sina saa, lakini kawaida watu watoke kazini isipokuwa baada ya nini? Saa 10. Naona hao watu watoka. Unajua kuna sehemu zaitwa industrial area. Unajua industrial area ni nini? Sehemu ambayo yani ndo kazi yapigwa sana, watu wa vibarua wako wengi. Ikifika saa 10, 10:30 wao waona kundi la watu, makundi ya watu yani wanarudi, sio? Kama hizi kampuni ndio. Sasa ile inakujulisha kwa khalas, saa hii ishapita wakati wa alasiri, ishapita saa 10. Hata kama huna saa, huna simu, ile imeghilibu katika dhanna yako. Imeghilibu katika nini? Katika dhanna yako. Hiyo ndio maana ya kughilibu katika dhanna. Unafahamiana? Sasa umefahamu swali lako ama bado? Swali lako liko hapo ama liko hapo ama? Sasa. Tamam, nasema au ghalabat dhanna. Kisha sema mtu akiswali kwa shaka. Ikiwa mtu atakwenda hajui time imeingia au hajaingia, akaenda Allahu akbar akaswali. Swala haiswihi. Swala haiswihi. Kubwa zaidi ni kuwa hata kama ile swala itatokea ni ndani ya wakati. Vipi yani? Mfano, mtu alikuwa amelala baada ya alfajiri au saa 4 amelala kidogo hivi. Akiamka hajui adhuhuri ishaingia ama haijafanya nini? Akaenda akatawadha akaswali. Bwana adhuhuri imeingia, asijui. Akaswali akamaliza. Nini hukumu ya swala yake? Tuombe swala haiswihi. Labda atakuja aambiwe saa 8 wewe mwenyewe unchelewa kuswali nini? Swali ya dhuhuri. Hakika yeye amechelewa. Ameswali saa 8, yani adhuhuri bado iko wakati ule, lakini ameswali saa 8. Wakati wa dhuhuri ushaingia ama haujaingia? Umeingia tena, hakuna wasiwasi, sio? Lakini tuombe bado swala yake haiswihi. Maanake sharti ni nini? Ni ajue kuwa wakati umeingia. Sharti si tu uwe wakati umeingia. Sharti si wakati kuwa umeingia peke yake, la, ni kwanza uwe umeingia na pia wewe mwenyewe ufanye nini? Tumeelewana Na mtu ambaye ataswali kimakosa, yeye labda amefanya ijtihadi akadhani wakati umeingia, kumbe wakati haujafanya nini? Haujaingia. Tuambia haina neno. Tuambia ile swala ulioswali ile inahesabiwa tu kama sunna. Inahesabiwa tu kama sunna. Ama kama ashawahi kuacha swala. Kwa mfano, tuseme wakati wa alfajiri. Yeye kila siku alikuwa kuswali saa 10. Akidhani alfajiri ingia saa ngapi? Saa 10. Afanya ijtihadi yake, aona alfajiri ingia saa 10. Kumbe alfajiri ingia 11. Tuambie ile swala zote ulizoswali saa 10 zile, ama ile siku uliyoswali saa 10, swala yako haihesabiwi kuwa ni swala ya ile siku. Kwa mfano Jumatatu ameswali saa 10. Tukwambia wewe wadaiwa alfajiri ya siku gani? Ya Jumatatu. Jumatatu yeye aliswali kabla ya time. Lakini si kwenda kichizi, yani bila mwelekeo, la. Alikwenda pale kwa ijtihadi. Kwa hivyo akadhani kuwa time ishafanya nini? Kumbe kihakika haijawasili, akaswali. Tutamwambia angalia, swala ile siku, yani swala ya Jumatatu haijafanya nini? Haijaswihi. Hujaswali wewe Jumatatu alfajiri. Kwa hivyo unadaiwa ulipe alfajiri ya lini? Lakini ile swala uloswali haiendi bure. Ile swala uloswali inalipa alfajiri yoyote ambayo ushawahi kufanya nini? Kuacha. Na ikiwa hujawahi kuacha alfajiri yoyote, basi ile swala inahesabiwa ni sunna. Tumeelewana? Wazi? Haya. Nasema shekhe, endelea. ويشترط معرفة القبلة. واجب ستر العورة بساتر طاهر مباح. Asema wayushtaratu ma'rifatul qibla, na pia inashurutishwa kujua kibula, kujua qibla kiwapi. Ni sharti ujue qibla kiwapi. Inashurutishwa. Ni sharti yani. Inashurutishwa ma'rifatul qibla. Ukisema wayushtaratu ni kwa inashurutishwa. Tafsiri ya sahihi ni ukisema wayushtaratu ni kwa inashurutishwa. Ukitaka kusema na sharti na ni sharti utasema ashartu ama washartu kadha. Tamam. Wayushtaratu ma'rifatul qibla, na ni sharti mtu ajue qibla, asende akaswali tu hivi hivi. Sawa La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wayushtaratu ma'rifatul qibla wa yajibu satrul aurati, na ni wajibu kustiri nini? Kustiri aura bisatirin, kwa kutumia stara. Kwa kutumia nini? Stara, yani nguo. Kwa kutumia stara tahir, ambayo ni tahir, yani ni safi. Sawa ni safi. Mubahin, ambayo ni mubah, yani ni halali kwa yule mtu kufanya nini? Kuivaa. Sawa Haya. Sasa turudi katika kueleza. Sema wayushtaratu ma'rifatul qibla, ni sharti ama inashurutishwa mtu kujua qibla. Jamani makusudiwa hapa
ni ainul qibla, qibla chenyewe Al-Kaaba yenyewe, si upande. Unajua kibla hivi sasa ni upande huu, sio? Mtu mwingine aweza kuelekea kama hivi alivyoketi ndugu yetu Khalfani, hajaelekea kibla. Kibla ni hivi, sio? Yeye ameelekea hivi. Je, ndo ule ule upande wa kibla ama si ule ule upande? Upande kikawaida umuman ni ule ule, sio? Lakini kibla kiko huku, sio? Lazima yeye aelekee huku. Akiswali hivi tunaomba swala isiwe. Hiyo ndo kauli yenye nguvu katika nini? Madhehebu yetu. Hiyo ndo kauli yenye nguvu katika madhehebu, ingawa kuna baadhi ya maulama ndani ya madhehebu wamesema la, si lazima, inatosha upande. Na ndio madhehebu ya Imam Abi Hanifa. Madhehebu ya Abi Hanifa takriban wanasema kuwa yatosha upande. Naam, lakini kauli ya nguvu katika madhehebu yetu haitoshi upande, lazima uwe na yaqini Al-Kaaba iko huko na Al-Qibla ni Al-Kaaba. Shona, kwa hivyo lazima uwe na yaqini. Astaghfirullah, si mambo ya yaqini. Wanaotuambia maulama, ukiwa karibu na pale Al-Kaaba, ukiwa karibu na ule msikiti, basi lazima uelekee kibla kwa yaqini. Lazima ujue kibla kwa yaqini. Yaani kwa kukata 100% mimi naona pale ama umegusa Al-Kaaba. Lakini ukiwa uko mbali, basi si kwa yaqini bali ni kwa dhanna. Manake hivi sasa sisi tutaiona Al-Kaaba, hatuioni. Lakini خلاص ishajulikana kibla huwa ni hivi hapa Kenya ama mji huu, خلاص tumeshika. Ni kwa dhanna. Ni kwa nini? Ni kwa dhanna. Naam, ni kwa dhanna, si kwa yaqini. Tamam, sema wayushtaratu ma'rifatul qibla, na inashurutishwa. Naam, fadhali mungeandika jamani, ungechukua karatasi. Tuendelee sasa. Masala, mtu anaweza kuwa yasafiri akitaka kuswali sunna, kibla kinaporomoshwa, si lazima aelekee kibla. Anaweza kuswali aelekee ile njia ambayo yaenda. Katika gari, siku hizi ni gari tu, sio? Ama uko katika gari na lazima uwe unauzu, lazima. Ndio hiyo nasema, ikiwa ni sunna tu, ndio naeleza sasa. Ikiwa ni sunna na uko katika safari, basi ni ruhusa uswali hata kwenye gari, hata una Honda yako, hata kwenye Honda, bora uwe wasafiri, bora uwe fanya nini, wasafiri. Bali baadhi ya mashehe zetu, ama tuseme mashehe wa mashehe zetu, hata kama hasafiri, yuko ndani ya mji ule ule wake, tuseme yuko Mombasa ama yuko hapa Kikambala, yuko ndani ule ule mji, tutamwambia haina neno. Itwaje? Unaswali sunna ndani ya kile kipando chako, ndani ya ile gari lako. Ni baadhi ni kauli dhaifu, lakini kwa ajili ni kauli ambayo ya kusaidia kufanya khairi, basi maulama wanafanya nini? Kama ni faradhi, wanachukua faradhi. Hakuna shuka uswali, fahamiane, hii ni sunna tu. Sasa utafanya vipi yani katika kipandio pengine utaswali vipi sasa? Allahu akbar. Wakati wa takbira utaelekea kibla. Wakati wa takbira utafanya nini? Utaelekea kibla. Zote zilizobakia wewe utakuwa tu utasoma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umalize, sio utaruku. Pale pale kwenye kipando wainama tu. Bora kichwa chako kipite magoti. Wainama tu. Kisha warudi itidali. Kisha wasujudu pia kuinama tu. Ni uzuri uiname zaidi. Ni wajibu, afwan. Ni wajibu uiname zaidi kidogo tu. Kisha waketi. Kisha wasujudu tena. Kisha waketi. خلاص. Ufanye hivyo ndo nini? Tuseme mimi na safari. Mimi naambia afadhali tuweke maswali mwisho. Tutakatizana. Unajua ubaya wa fiqhi si ubaya. Fiqhi ni kitu tuishi nacho, sio? Sasa huwa somo lolote yani jambo lolote tukiambiwa lazima kutakuwa na maswali milioni. Jenge kwa hivi. Ushaelewa? Kwa hiyo afadhali muandike. Kwa sababu gani? Mambo mengine mimi nitayagusia mbeleni. Ima tuandike maswali ili tusisahau, ama mtauliza tu baadaye. Sawa? Asema Sheikh wa yushtaratu ma'rifatul qibla. Tamam? Kisha asema wayajibu satrul aura, na ni wajibu kustiri aura. Ni wajibu kustiri uchi. Tamam? Aura nini? Aura ya mwanamume, aura sisi usema ni uchi au tupu. Aura ya mwanamume ni kutoka kitovu mpaka nini? Magoti. Na lazima mtu mwanamume astiri kitovu chake na magoti yake ndani ya swala na nje ya nini? Ya swala. Maadamu kuna mtu yoyote mwingine, hata kama ni kwa wanaume wenzake, haramu mtu kuvaa shoti paja lionekane.
Haramu mtu asivae shati kabisa na chini ya kitovu kufanya nini? Kionekane, haramu. Sawa? Jambo la kukumbushana ndugu zangu. Hili alhamdulillah sisi tuko katika bia hapa, haya mazingira hapa ni mazingira ambayo ni ya nini? Ni ya ibada na taa na wanafunzi. Kila mtu akiswalia mvaa kanzu. Tukitoka nje tunajua kuna watu wanafanya nini? Suruali. Jamani, lazima tunadabaishane. Wale wenye kuvaa suruali na mashati, kuna mushkila mmoja. Si haramu, lakini kuna mushkila mmoja. Wengine wanavaa shati fupi sana. Wanavaa shati fupi sana. Akirukuu, shati inafanya nini? Inapanda. Na ile suruali inafanya nini? Aura inaonekana. Angalia, ikipanda hata sekunde nusu. Kwa sababu yeye mwenyewe anajua kuwa mimi nikirukuu ile nguo inafanya nini? Inapanda na suruali inashuka. Moja kwa moja swala ishaharibika. Moja kwa moja swala inaharibika. Lakini mimi pale pale ninafinika. Hakuna. Na hili ni jambo limeenea vibaya katika jamii zetu. Limeenea sana katika jamii zetu. Watu wanavaa nguo ya kubana. Zamani si hivyo. Mtu mzima anavaa ile shati ambayo anatosha. Siku hizi si unaona? Watu wanapenda sana. Napenda nguo za kubana. Kisha mara shati. Sasa ni hivyo. Sisi mambo yetu ni aura isionekane. Aura ikionekana tuambia swala isi. Ikionekana hata kwa sekunde. Ameinama, aura ikaonekana akashukisha. Na wengine hata hawafanyi hivyo. Ama tuseme wengi. Aura itaonekana akiwa katika ruku yote ama akiwa katika sujudu. Kisha akirudi juu atiyoshukisha shati chini na amepandisha suruali juu. Aura ishaonekana, swala imekwenda na maji. Sikujua. Mbona hukusoma? Nasoma mabaina sura rukba. Khalas, inaenda kavaa nguo ambayo inatoshana ama ni hadhi ya swala. Usiende kuvaa nguo hapa ukaja ukatudhihirishia nini? Aura zako kwenye swala. Tuambiane ukweli, mtu akaenda ofisini havai nguo kama zile. Atavaa nguo za kisawasawa, akaenda interview atavaa nguo za kisawasawa. Lakini swala twende kazi. La, hakuna. Si mambo ya kuwa swala tumeidharau. La, ni kuwa yani hatusemi kwa upande wa tashdidi. La, ni kuwa lazima ustiri aura. Alhamdulillah rabbil alamin. Aura isipostiriwa swala imefanya nini? Imebatilika. Tamam. Hii ni aura ya mwanamume. Sawa? Na kuna aura ya mwanamke. Aura ya mwanamke ni mwili mzima isipokuwa uso na mkono. Uso na viganja vya mikono. Uso na viganja. Peke yake si aura kwa mwanamke ndani ya swala. Sawa? Huyu mwanamke ndani ya swala, nje ya swala. Sasa angalia. Nje ya swala asli, ingia. Nje ya swala asli ni hivi. Aura ya mwanamke. Angalia, sisi sasa tunazungumza fiqh na tunazungumza kauli yenye nguvu. Nje ya swala aura ya mwanamke inagawanyika vipande viwili. Tunasema kuna aura yake yeye mwenyewe binafsi, upande wa kuwa ni wajibu ajistiri, na kuna aura upande wa kuwa sisi wanaume ni haramu kufanya nini? Kuangalia. Wajua aura inagawanyika vigawanyo viwili. Yaani neno aura linaweza kutumika kuwa ni uchi. Tukisema ni uchi ni kuwa lazima yule mtu ajifinike. Ama tunaweza kusema ni uchi kumaanisha yule kuna mtu mwingine ni haramu afanye nini? Amuangalie. Sio kama tumefahamiana. Aura ya mwanamume sisi tumesema ni kitovu mpaka magoti. Lakini aura ya mwanamume kulingana na mwanamke, tukimzingatia mwanamke, tuambia aura ya mwanamume ni mwili mzima. Maana yake nini? Mwanamke hafai kumwangalia mwanamume mwili mzima. Si ati mwanamume tu hafai kumwangalia mwanamke. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sema kuambia wale waumini, sema kwa waumini wa kiume, yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Waambie wafanye nini? Inamishe macho yao. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Nasema kuambia wale wanawake waumini wa kike pia wafanye nini? Wainamishe macho yao. Kwa hivyo hukumu ya kutomwangalia yule jinsia nyingine ni kote kuwili. Kwa hivyo ukisema aura ya mwanamke kumzingatia mwanamume, tunasema ni mwili mzima. Maana yake nini? Mwanamume hafai kumwangalia mwanamke hata unywele. Tuko pamoja? Na vile vile husema kwa mwanamke, mwanamke hafai kumwangalia mwanamke hata mwanamke hafai kumwangalia mwanamume hata unyele. Lakini nyinyi mmesema aura ya mwanamume ni baina ya kitovu na magoti. Aura ya mwanamume ni kutoka kwenye kitovu mpaka magoti, yani ile sehemu ambayo lazima afanye nini yeye?
afinike, afiche. Tumeelewana? Lakini kulingana na mwanamke tumwambia usimwangalie mwanamume, na wakati huo tumwambia mwanamume usimwangalie nani? Mwanamke. Tuko pamoja? Imekuwa wazi? Kwa hiyo mwanamke aura yake ni ipi? Upande wa kuwa lazima ajifinike, tumwambia upande wa kuwa lazima ajifinike ni vile vile mwili mzima isipokuwa uso na nini? Mikono. Hii ndio kauli yenye nguvu katika madhehebu, kuwa uso na mikono si nini? Si tupu, si uchi, si aura. Sawa? Lakini maulama wote wamekubaliana kuwa hata kama uso na mikono si uchi, ikiwa mwanamke yuogopa fitna, ikiwa mwanamke yuogopa nini? Lazima afinike uso na mikono. Na hafiniki kwa ajili ni aura, anafinika kwa ajili kuepuka nini? Angalia namna fiqhi inavyofanya kazi. Hafiniki kwa ajili ni aura, maana tushajua si aura, si lazima afinike. Anafinika kwa ajili ya kuogopa fitna. Na kuzuia fitna pia ni wajibu. Kwa hivyo anafinika uso na mikono kwa ajili ya kuzuia nini? Fitna. Shaona? Paka mmoja katika mashaikh zetu wasema, zama hizi nani atasema hakuna fitna? Zama hizi tulizoko. Kuna mtu anaweza sema hakuna fitna? Kwa hiyo wengi katika mashaikh zetu wameelemea upande wa kuwa, wamechagua kauli ya kuwa ni lazima mwanamke ajifinike nini? Uso na mikono. Kwa sababu zama zetu fitna inzidi, si kama wakati wa Mtume, si kama wakati wa matabiina na maswahaba. Zama zetu fitna zinzidi, na ndio tutataka wanawake wafungulie nyuso. Angalia. Ni mizani imegeuzwa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tumeelewana? Hii ni mambo ya aura na ni jambo muhimu, kwa hiyo lazima tulizingatie. Asema bisatirin, kwa kutumia stara, kwa kutumia nguo. Tahirin, lazima ile nguo iwe ni tahir. Lazima ile nguo iwe nini? Ni tahir, yani ni safi. Lau hatopata nguo, ila nguo ambayo ni mutanajis, yani nguo ambayo ina najisi, hakupata nguo nyingine, ile nguo alionayo ina nini? Ina najisi, na labda hana maji ya kufanya nini? Ya kuosha, basi ataswali uchi. Ataswali uchi na halipi. Ataswali uchi na afanye nini? Halipi. Angalia. Manake kihakika masala kama haya ni masala siku hizi sisi tunaona kama ni jambo la kushangaza. Vipi mtu itakuwa hana nguo? Kitambo jamani, kuna maswahaba wengi wamenukuliwa. Mtu ana nguo moja tu, akifa hana hata sanda mzee ya kumfinika, hana hata pesa alioacha za kumfinika. Mmoja katika maswahaba kitwa Saidina Mus'ab bin Umair, huyu wanaeleza wana tarikhi, alikuwa yeye ndo yule kijana yojua fashion. Unajua fashion ni nini? Yani kitu kipe kitoka yeye ndo anacho, nguo mpya kitoka anayo yeye, simu mpya kitoka anayo yeye, yani yeye ndo mtoto wa kitajiri. Ushaelewa? Akaja akasilimu na wazazi wake hawakufanya nini? Hawakusilimu. Wakamfukuza nyumbani, wakamwambia ukitaka hizi mali na nini mtukane Muhammad, muate Muhammad. Saidina Musa akasema kaeni na mali yenu, kwani itanisaidia? Akatoka Saidina Musa akawa sasa yuko na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndo yule safiri wa kwanza, ambassador kwa Kiswahili tumuitaje? Unajua ambassador kwa mfano mtu yuenda kwenye nchi nyingine, balozi, ni balozi ndio hiyo. Yeye ndo kama balozi wa kwanza wa Uislamu, au uweza kusema mwalimu wa kwanza aliotumwa kwenda Madina kufundisha watu Uislamu. Alikwenda Madina huko kabla ya hijra kwenda kufundisha watu nini? Uislamu. Huyu alipofariki, alikufa katika vita vya Uhud. Alipofariki bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa na maswahaba, ama akaona yaliokuwa yakitokea ni vipi. Alikuwa maskini, ana nguo fupi, ile nguo ikifunika kichwa, miguu inakuwa wazi. Akifunikwa miguu, ikivutwa chini, ikifunikwa miguu, kichwa kinakuwa wazi. Bwana Mtume akakumbuka hali yake kabla ya kusilimu ile kijana, akasema huyu amwacha dunia. Sasa masala kama haya yalikuwa mingi zama zile. Mtu ana nguo moja au mbili tu, Kwa hivyo zile nguo zinaweza kunajisika, na labda zile sehemu ni sehemu zaitwaje, ni majangwa, hakuna maji. Sasa nguo zinaweza kunajisika na mtu hana nini? Nguo nyingine. Inaweza kuwa jambo kama hili linafanya nini? Linakaririka. Kumetolewa kisa moja katika masahaba, kama sijakosea nafikiri kiitwa Saidina Said bin Jabir. Huyu Said ndio Said bin Zaid huyu ni katika watu 10 waliobashiriwa pepo kwa mpigo. Kwa nini? Kwa mpigo. Alipewa uongozi na Saidina Umar sehemu fulani. Alipopewa uongozi kule upande wa Sham, siku moja Saidina Umar akaja akauliza wale wananchi, maana Saidina Umar alikuwa akifuatilia wale viongozi.
Mimi nachagua governor, lazima niwaulize wananchi wamuonaje yule governor. Ndio muongozo wa sawa sawa, sio? Basi akaenda akauliza wale wananchi bila kumfuata governor mwenyewe. Bwana, muonaje yule governor wenu? Niandikieni mashtaka yote. Akasema, angalia, sisi governor wetu tumpenda, lakini tuna mashtaka takriban mashtaka matatu. Tuna mashtaka takriban mashtaka matatu. Mimi nitataja tu moja ile ambalo tutafungamana na sisi. Sasa shtaka moja, huyu kuna siku moja hatoki. Siku moja ya wiki afanye nini? Hatoki. Hana time na sisi, hatoki kabisa. Mashtaka mengine mkisoma kwenye sira, inshallah mkisikia mtajua. Saidna Umar akamfuata sasa, akamuuliza, wewe bwana, mimi napewa mashtaka yako. Shtaka moja katika mashtaka ni kuwa wewe kuna siku nzima haufanye nini? Hautoki. Kwa nini? Akasema, Amirul Mu'minin, angalia bwana, mimi nina nguo moja. Mimi nina nguo moja. Jamani, huyu ni governor. Tupigeni hesabu, huyu ni governor. Na wakati huo Uislamu umeenea sana. Kuna utajiri katika Uislamu. Huyu ni governor na ni sahaba na ni katika wale bashiri wa pepo kwa mpigo. Ni katika maswahaba bora zaidi, mashallah, Saidina Said bin Zaid. Lakini hana nini? Hana huyo sasa Saidina Said bin Zaid, wewe fikiria ndugu zangu. Akamwambia, Amirul Mu'minin, bwana, mimi nina nguo moja. Sasa kwa sababu nina nguo moja, si kwamba nataka kuifua, yabidi nifanye nini? Angalia hali ilivyo mzee. Tumeelewana? Sasa nguo kama ile, hali kama ile ni jambo limekaririka. Sawa, nimetoa mifano miwili tushaona katika maswahaba. Kwa tabiina ni sana. Sasa kwa ajili huu ni udhuru ambao unafanya nini? Unakaririka. Maulama wakasema, lau mtu atakuwa na nguo ina najisi na hufai kuswali ukiwa una nini? Una najisi, basi ile nguo utaweka kando na utaswali uchi. Na swala yako itaswihi kwa sababu huna nini? Nguo nyingine, huna badili yake. Sawa? Na si lazima baadaye ulipe. Kwa ajili ule ni udhuru ambao kwa wakati wao ni udhuru ambao ulikuwa unafanya nini? Unakaririka sana, unatokea sana. Tumeelewana? Maana jambo hili watu wengine hushangaa, vipi uswali uchi? Tukamwambia ndio, swali uchi. Afadhali uswali uchi kuliko uswali na najisi. Manake ile nguo ambayo ina najisi hukumu yake ni kama haiko upande wa swala. Ni kama ambayo ile nguo hauna. Sijui kama tumeelewana. Si kama vile vile uswali uchi. Lau utaswali na ile nguo tutakwambia swala yako isiyo lazima ulipe. Kwa hivyo si kama umeswali uchi. Tumeelewana? Sawa? Wajibu satuna bisatirin tahir. Kisha asema mubah. Naam. Iwe ile nguo ni yako ya halali. Lakini lau mtu waliyadhu billahi ataiba nguo. Atafanya nini? Ataiba nguo. Haivae aswali nayo. Tutamwambia yupata dhambi kwa kuiba ile nguo, lakini swala yake inafanya nini? Inaswihi. Swala ya swihi. Lakini wewe ufanya madhambi. Kama vile waliyadhu billah mtu ameiba ardhi na akawa yuwaswali juu ya ile nini? Ardhi. Tumwambia swala imeswihi. Umeswali ya dhuhuri katika ile juu ya ile ardhi. Swala imefanya nini? Imeswihi. Lakini wapata dhambi kwa ajili wewe umeshika kitu ambacho si nini? Si chako. Umeiba kitu ambacho, yani unatumia kitu ambacho si chako. Umefahamiana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na hii wajibu wa kustiri aura ni kwa kadri ya uwezo. Wajibu wa kustiri aura ni kwa kadri ya nini? Ya uwezo. Kwa hiyo mtu ikiwa hana nguo ndefu, nguo labda inamtosha tu kitovu mpaka katikati ya mapaja, tuambia haina neno. Ile iliyobakiwa خلاص imesamehewa na utaswali na hakuna kufanya nini? Kulipa. Hakuna kulipa. Sawa? Kwa ajili aura imekuja ama hukumu ya aura imekuja kwa kadri ya uwezo. Sharti hii ya aura ni kwa kadri ya nini? Kwa kadri ya uwezo. Tamam. Na aura yenyewe ina masharti, ndugu zangu. Aura yenyewe ina nini? Ina masharti. Sharti la kwanza la aura ni ile aura lazima iwe ni jirm. Yani huwezi, si ati ni kitu kama kiza. Ukizima hizi taa zote, ufunge madirisha yote, hapa itakuwa giza kabisa. Aura yako inaonekana ama haionekani? Haionekani. Giza kila mahali. Giza totoro. Katika sasa giza lile sawa la saa 8 za usiku lile. Aura yako itaonekana? Haitaonekana. Yani aura yako imestirika. Lakini nini imestiri ile aura? Giza. Je, giza waweza sema ni kitu, yani ni kitu kama hivi, kama nguo? La. Si nguo, sio? Basi ujue lazima
ile nguo unayotumia kujifunikia ama kile kitu unayotumia kujifunikia iwe ni kitu kina nini, sijui niseme kina ngozi ama kina nini. Maanake jirm kusema kweli mimi nimesahau kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili sijui maana yake, lakini jirm ni kama tuseme, ona hii ni jirm, hii ni jirm, lakini hewa si jirm, giza si jirm. Ni kitu ndio unakiona, giza unaiona wewe, unaona giza, kuna ile giza waliona ni ule weusi, lakini si jirm. Hina, unajua hina ile ukipaka hina kawaida kuna ile rangi ya green, unajua hina sio? Kuna ile rangi ya green, ikikauka ile rangi ya green inafanya nini? Inatolewa. Ile rangi ya green inatolewa, kisha inabaki ile rangi ya hina. Sasa ile rangi ile uweza sema ni kitu hivi kimezuia, ni rangi tu sio? Lakini ile kabla ya kutoka ile ya green, ile inaitwa nini? Utasema vipi? Hiyo ndio inaitwa jirm. Hiyo ndio inaitwa nini? Jirm. Mimi nimeghafilika, nilikuwa neno nalijua nikaghafilika. Nikikumbuka nitawaambia. Sasa ikiwa ile kitu unachojifunika nayo, unachokitumia ati kufanya nini? Kujistiri aura, hakina hiyo jirm, hakina, utasema hakichukui, si eti hakichukui nafasi, lakini hakina kitu kama hii, basi si nini? Haitoshi ile kustiri aura. Tukasema giza haitoshi. Si light inapenya, hiyo itakuja. Hiyo itakuja. Si mambo ya light kupenya. Si mambo ya light kupenya. Mambo ya light kupenya atakwambia hapa ni kuwa ile nguo unayotumia ama ile satra unayotumia, ile stara unayotumia iwe imefinika mwili wako ama imefinika ile aura min majlisi takhatub. Yani tukiketi hivi mimi siwezi kuona ndani. Ile ni sharti nyingine. Ile ni sharti nyingine. Sawa. Sasa hivi tumeketi. Hii nguo lau ingekuwa ya mimi naweza kuona tumbo lako, naweza kuona labda paja lako, nitakwambia hiyo kanzu hufai kufanya nini? Swali, hiyo si stara, haitoshi kwa mketi huu wa kawaida. Sawa? Si ati nije nikaribu nichungulia. Mtu akiwa yani distance, yani masafa ya nini? Ya kawaida. Nasema pia katika masala au katika masharti ni iwe ile stara inastiri mwili kutoka juu na kando kando, juu na kando kando, si lazima istiri kwa chini. Sio kama tumefahamiana. Kwa hiyo mtu lao atavaa kikoi na sivae labda suruali ndani, kwa chini aura yake afanya nini? Yaonekana kwa chini, aura yake yaonekana ama haionekani, lakini kwa juu lazima, yani kwa chini hata ikionekana haina neno, lakini kwa juu lazima aura yake afanye nini? Istirike. Maana yake ni nini? Jambo ambalo ningefaa kulitaja, lakini haya pia nikilitaja hapa halina neno. Wale wanaoswali na kanzu peke yake bila shati kwa ndani, ile kanzu hii sehemu ya kola hii inaweza kuwa ni pana, akirukuu nini yafanyika? Yashuka, sio? Ikionekana chini ya kitovu, swala hizo. Angalia machezo tunayofanya katika ya hiyo ni ikiwa yani bila kuvaa chini kitu, lakini si kanzu peke yake. Hata yule mwenye kuvaa shati ya kawaida lakini shati kubwa mashallah, akiinama ile shati inafanya nini? Inakuja chini. Kwa hivyo kwaonekana, sio? Khalas. Ikionekana chini ya kitovu, tunaambia swala yake, yani aura imeonekana na swala haifanyi nini? Haiswihi. Haya, turudi kwa wanawake. Jambo limeghafilika kwa wanawake. Naona sana na jambo la kusikitisha. Bwana tumesema aura ya mwanamke nini? Ni mwili mzima isipokuwa uso na nini? Na vitanga. Tueni makini, na vitanga. Kwa hiyo kuanzia mwanzo wa vitanga mpaka kwenye kisukusuku na kuendelea, nini? Ni uchi. Utaona mwanamke yeye swali akiinua mikono, nguo imefanya nini? Swala isharibika. Na nikisema hata njiani ni jambo la kusikitisha, utaona mwanamke atembea njiani, bali wengine wamejifunika mpaka ninja, lakini yainua mikono hata hajali, nguo itwaje? Yashuka. Sasa wewe umekwenda kuacha aura ambayo maulama wote wamekubaliana ni aura, na umestiri uso ambao baadhi ya maulama wanasema uso si nini? Si aura. Shelewa. Ama mwanamke anatembea miguu amewacha wazi, ni aura ile jamani. Ni haramu ile kuachwa wazi kwanza. Hilo ni jambo. Kisha kwenye swala lazima pia afinike miguu. Hilo pia ni jambo muhimu. Lazima afinike miguu. Taban hatukatai kwa kuna baadhi ya madhehebu si lazima kufinika miguu kwenye swala. Haina neno. Madhhabi ya Imam Abi Hanifa
kama tulivyosema jana, nafikiri masjini juzi, ukitaka kushika yale madhehebu hakikisha umefahamu yale madhehebu kutoka mwanzo mpaka nini kuhusiana na swala. Sije ukashika madhehebu hayo katika aitwaje kuwa atimgusi aura, kumbe wewe mwanzo madhehebu ya Abu Hanifa akwambia wewe huna udhu kamwe. Manake madhehebu ya Abu Hanifa kama nilivyosema, ukipangusa kichwa pangusa vipi? Robo kichwa. Ndio madhehebu yao. Upanguse nini? Robo kichwa. Sasa wewe katika kutawadha umetawadha madhehebu ya Imam Shafi, unaenda kupangusa kidogo tu. Madhehebu ya Abu Hanifa atakwambia wewe una udhu ama hauna? Hauna udhu. Kwa hivyo hata ukaswali mara 100 wewe swala zako hazifai nini? Haziswihi kwake. Kwetu kwa madhehebu ya Imam Shafi, ikiwa utaswali na usifinike miguu na wewe mwanamke, tutakwambia swala yako haifai nini? Kwa hivyo utapata kwa maimamu wote, imamu yako haifanyi nini? Swala yako haifanyi nini? Haiswihi. Tumeelewana maji elewana? Wazi? Na haya ni mambo lazima sisi tunabahisha. Tuna madada, tuna watoto, tuna wake, tuna mama, tuna makhalati na nani. Haya mambo lazima tufanye nini? Tubainishe tukiweza. Tukiweza tufanye nini? Tubainishe. Naam. Anasema shekhe bisatirin tahirin mubah. Bado tuko hapo mzee. Bado tuko hapo. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asema wayajibu raf'u najasati. Naona muda umeenda kuisha, tutaanza hapa. Wayajibu raf'u najasati. Ni lazima mtu pia ainoe nini? Aondoe najisi. Tutaanza hapa. Sawa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.